Tumsifu Yesu Kristu. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, popote pale unapotazama matangazo haya kwa uzuri kabisa, ukiwa na kisimbuzi cha Azam TV channel namba 470, unafurahia matangazo haya nyumbani kwako. Lakini sasa hivi mambo yamerahisishwa kweli. Unaweza ukatumia simu yako, ukiwa na simu janja basi unaweza kufuatilia matangazo haya kwa uzuri. Unaingia Play Store kama unatumia simu ya Android, ama App Store kama unatumia zile simu za iOS, na kupakua application ya Tumaini Media. Utafurahia kutazama Tumaini TV, kusoma gazeti Tumaini Letu na kusikiliza Radio Tumaini. Lakini unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia YouTube ukiandika Tumaini_TV. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Mimi ni Bruno Bomola, ninayekualika na kukukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Leo nikiwa na mjumbe kamati ya uinjilishaji utume wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwalimu Eleuteri Kobelo. Tupo katika kanzi ya uongozi mada kuu, lakini bado tumesalia kuangazia tunawezaje kupata kiongozi bora, ukikumbuka kwamba jimbo kuu la Dar es Salaam bado kuna baadhi ya parokia hazijakamilisha zoezi la kuwapata viongozi wa halmashauri ya walei. Basi kabla ya kuanza kipindi hiki, ni mkaribishe Mwalimu Kobelo aweze kutufungulia kwa sala. Mwalimu, karibu. Asante sana, namshukuru Mungu kuwepo hapa studio siku ya leo. Basi kama ilivyo kawaida, tufungue kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya kipindi hiki. Asante Mfalme wa mbingu na nchi, maana wewe ni Mungu unayejua kila hitaji linalohitajika kwa viongozi ambao wanaliongoza kanisa. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili tuweze kujifunza vyema, tuyashike haya mafundisho mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Na mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, mara baada ya ukaribisho huo wa sala, tunakualika tuweze kusafiri pamoja kupitia luninga yako katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mwalimu Kobelo, tumesalia kwenye kanzi ya uongozi na bado kuna parokia jimbo kuu la Dar es Salaam walijakamilisha zoezi la uongozi, ni uchaguzi ule ili kuwapata viongozi wa halmashauri ya walei. Lakini kuna mambo mengi kweli kupata viongozi walio bora. Karibu kwa mafundisho yako, tunaamini tukitoka hapa sasa tunaweza kupata viongozi wazuri. Naam, ni kweli kabisa kwamba chaguzi zinaendelea, na pengine sio jimbo kuu Katoliki ya Dar es Salaam, maana yake ni mwaka wa uchaguzi huu tutakwenda mpaka ngazi ya kitaifa, kwa sababu ilianza jumuiya ndogo ndogo mwaka jana, tukaja sasa kwenye kanda, vigango, sasa tuko ngazi ya parokia kwa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tukimaliza hapo bado kuna chaguzi ngazi ya dekania, vyama vya kitume na zile kamati tendaji. Tukimaliza hapo maana kuna uchaguzi mpaka ngazi ya jimbo. Wale viongozi watano wa ngazi ya jimbo. Tukitoka hapo tukimaliza jimbo, maana sasa unaingia uchaguzi wa ngazi ya kitaifa. Sasa wanatakiwa wale viongozi watano watakaoongoza mambo ya utume wa walei ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo tunapozungumzia hapa tunazungumzia jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia mambo haya, hii ni katiba ya halmashauri ya walei Tanzania. Maana yake ni kwamba tunazungumzia kiongozi aweje katika nchi yetu ya Tanzania, sisi kama Wakristo wa Katoliki, sio yale mambo mengine. Tunazungumzia viongozi katika kanisa Katoliki. Naam. Sasa awali ya yote ningependa nikumbushe hizi tunu. Utume wa leo una tunu zake, kama vile kuna kuaga na tunu za kitaifa, na hata kwenye kanisa huku kwenye utume wa leo kuna tunu. Ziko tunu 1 2 3 4 5. Lakini katika hizi 5 nitaizungumzia zaidi moja. Ya kwanza, imani kwa Mungu. Unapokuwa kiongozi au unapokuwa tu maana halmashauri, wajibu wako mkubwa wa kwanza kabisa ni imani kwa Mungu, muamini Mwenyezi Mungu. Hiyo ni tunu ya kwanza kabisa ambayo inakufanya wewe uwe Mkristo thabiti. Unakufanya wewe kiongozi thabiti, uwe na imani kwa nani? Kwa Mungu. Lakini ya pili, uaminifu na upendo. Uwe mwaminifu kwa nani? Kwa wanadamu wenzako, lakini pia uwe mwaminifu namba moja kwa Mwenyezi Mungu. Ukisoma kwenye maandiko huku Injili ya Luka sura ile ya 2,
aya ya 50 hadi ya 52, Bwana wetu Yesu Kristo alimpendeza Mungu, lakini pia aliwapendeza wanadamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uwe mwaminifu kwa Mungu na umpende Mwenyezi Mungu. Lakini namba 3, umoja na ushirikiano. Mnapokuwa viongozi wale 5 mmechaguliwa, mnapaswa kuwa na umoja. Lakini sio tu umoja, lazima pia muwe na ushirikiano. Vinginevyo hata kazi itakuwa nyepesi, lakini itakuwa ngumu kwa sababu hamna umoja, hamna ushirikiano. Na nakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, ukisoma Injili ya Yohana sura ya 17 ile aya ya 20 kuendelea pale, aliombea umoja. Alisema wote wawe na umoja kama mimi na wewe Baba tulivyo na umoja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba umoja katika utendaji wowote, ushirikiano katika utendaji wowote ni wa muhimu sana. Lakini tunu namba 4, uwazi na uwajibikaji. Na hili ndio jambo ambalo ningependa kulizungumzia kidogo kwa undani kuhusu uwajibikaji. Utamjuaje huyu kiongozi anawajibika na utamjuaje kwamba huyu kiongozi hawajibiki? Kuna namna ya kuweza kuwatambua. Kuna ngazi 4 au indicator 4, viashiria 4 vinavyoweza kukuonyesha kwamba huyu ni kiongozi kweli anawajibika. Lakini pia kuna viashiria 4 vinavyokuonyesha kwamba huyu ni kiongozi asiyewajibika. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ambayo tutaenda kuyatazama kwa undani, lakini hapa nazitaja tu kwanza zile tunu za halmashauri ya walei. Namba 5, umahiri wa kitaaluma. Kwenye kanisa pia wanataaluma tunawahitaji. Kwa nini? Kanisa kama kanisa siku zote lina mambo linaloendelea kuyafanya. Bado kuna makanisa yanajengwa, shule zinajengwa, bado zilizokuwepo zinahitaji maboresho zaidi. Sasa wanataaluma hawa ni watu muhimu pia, wanahitajika sana. Umahiri, wale mahiri katika masuala ya kitaaluma. Pengine wewe utatusaidia kuchora jengo la kanisa, au utatusaidia kufanya jambo fulani hivi, au utatusaidia hata kwenye masuala ya bajeti za kifedha, ili tufanyeje hapa ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo umahiri wa kitaaluma nao ni moja ya tunu muhimu sana sisi kwetu kama watu tunashughulika na utume wa walei. Haya mambo 5 haya ni tunu zetu zinazotuongoza. Basi baada ya kuzitamka tu hizo, jambo kubwa ambalo ningependa siku ya leo tulizungumze ni hili swala la uwajibikaji katika sifa za viongozi. Ziko nyingi. Kuna ile sifa inayosema kwamba anayechaguliwa kia kiongozi basi lazima awe Mkristo Mkatoliki. Maana yake ni kwamba ukichagua tofauti na Mkatoliki, sasa labda tu ametoka madhehebu mengine, atakuwa hajui maadili ya Kikatoliki, hajui taratibu zetu, hajui sheria zetu. Sasa atashindwa kuishi sawa sawa na vile inavyotakiwa kanisa liwe. Na pia tunaambiwa awe mwenye umri usiopungua miaka 18. Sasa miaka 18 maana yake ni mtu mzima, anaanza kujitambua. Na hapa mara nyingi tunasema vijana basi wanapochaguliwa kuwa viongozi wasikatae. Kwa nini? Kwa sababu unajua wazee sawa tu tupo, lakini vijana wana mambo mengi zaidi wanaweza kwenda nayo kwa sasa. Ulimwengu wa sasa unakimbia. Kuna mambo ya Facebook, kuna mambo ya internet, mambo hayo uliko nataja hapo. YouTube, WhatsApp, siku hizi vikao vya jumuiya tunatumiana ujumbe kwa WhatsApp. Sasa ukichagua babu tu sisi mababu miaka 90, 99, ukianza kuzungumzia WhatsApp unamchanganya. Ndio kitu gani hicho tena? Internet ndio nini hiyo? Kwa sababu sio ni vitu ambavyo wewe kwake havipo tena kwake. Kwa hiyo vijana wakiwa viongozi hapa maana pia wataturahisishia kwenye mambo haya ya kimawasiliano. Lakini pia tunaambiwa awe mtendaji hodari wa kazi. Ndio pale kwenye swala la uwajibikaji. Ndio eneo ambalo hasa nataka tulizungumze kwa undani kidogo, swala la uwajibikaji. Kuwajibika maana yake ni nini? Hili ndio jambo ambalo pia sasa la muhimu sana la kulitazama. Tunaposema wajibika. Kuwajibika ni nini? Nilikuwa najaribu kuangalia kamusi ya Kiswahili sanifu. Ile ya Toki. Yenyewe nasema wajibika ni kufanya jambo pasipo hiari yako. Pasipo hiari yako. Pasipo hiari. Lakini kutimiza jambo ambalo tayari wewe unapaswa kufanya nini? Kulitimiza, kulitekeleza, kulikamilisha. Kwa hiyo maana yake unaposema ni wajibu, hapo tena sio swala la hiari. Yaani maana yake ni jambo ambalo lazima ulifanye.
Na usipolifanya basi udhaifu utafanya nini? Utaonekana, utadhihirika. Na kwenye kulifanya kikamilifu vile kulifanya kikamilifu ndio wajibu. Lakini hili neno lenyewe lina upana sana. Ukiangalia wataalamu mbalimbali walivyolifafanua hili neno wajibu, unaweza ukaona kwamba lina upana mwingi. Kwa mfano, neno kuwajibika lina maana pia ya kujituma. Mtu anayejituma bila kusurutishwa. Yaani kwa mfano wewe unaamka asubuhi, unajituma wewe mwenyewe. Ndio. Unakuja hapa kazini, unaanza kujua kabisa jukumu langu ni 1, 2, 3. Kwa hiyo mtu anayejituma huyo anahesabika kama ni mtu anayewajibika. Lakini pia kutimiza majukumu na wajibu fulani kwa wakati, mahali na muda sahihi. Unatimiza wajibu wako kwa wakati. Mwafaka kabisa. Kama jambo lile linatakiwa ulifanye kwa saa 1, basi hakikisha ndani ya saa 1 umelifanya. Kama ni masaa 2, hakikisha umetimiza masaa 2. Au angalau basi hata yapungue. Hivyo jambo lile limetekelezeka, limekamilika. Kwa hiyo ni kutimiza jukumu, kama tunavyoona hapo, jukumu la wakati mwingine ni wakati, kutimiza ile jambo kwa wakati, lakini kwa muda sahihi. Lakini ile neno hili pia la wajibu au kuwajibika huku kuna maana ya jukumu la kujibu. Pengine sasa wewe ndio unasimamia jambo fulani, sasa watu watakuja kukuuliza tu. Sasa utakapoulizwa lazima utoe majibu yale yaliyokuwa thabiti, kwamba jukumu la kujibu kulingana na jukumu uliopewa, wajibu wa kujibu kulingana na jukumu uliopewa. Lakini pia linafafanuliwa kwamba ni kutoa hesabu. Kuwajibika maana yake ni kutoa hesabu juu ya jambo ambalo uliotakiwa ulifanye. Toa hesabu. Wewe baba, tulikupa kazi hii na hii na hii. Haya, tueleze sasa. Umefikia wapi? Mafanikio yakoje? Pale sasa maana yake ndio anasema unatoa hesabu ya kile ambacho ulitakiwa kukifanya kwa wakati. Toa hesabu kwa kile ulichopewa dhamana ya kukifanya. Ulipewa dhamana gani na umefanyaje? Lazima ufanye mrejesho. Ufanye feedback. Lazima ulete mrejesho juu ya lile jambo ambalo tulikukabidhi. Sasa kuwajibika ni hali ya mtu binafsi kuchukua hatua bila mtu mwingine kumsukuma. Yaani mtu anayewajibika hangojei kusukumwa. Wewe nenda kafanye. Hangojei. Kwa sababu anajua kabisa mimi labda ni kiongozi, labda mwenyekiti. Wajibu wangu ni upi? Sina haja mpaka nianze kuambia wewe mwenyekiti, mbona hujafanya hili? Mbona hapa hivi? Unajituma wewe mwenyewe. Lakini pia kwa mfano, umenunua gari sasa. Ndio. Lengo lako kununua gari labda ikurahisishie safari zako hapo. Labda kwenda kazini, kurudi, au kwenye biashara zako na kurudi. Sasa anayewajibika hata subiri mtu aanze kumwamsha. Baba amka, muda umefika kwenda kazini. Gari ulinunua mwenyewe na ulijua kabisa lengo la kununua gari ni rahisishie mambo fulani. Na wala mtu anayewajibika hasubiri kuambiwa sasa muda umefika, endesha gari kwenda kazini. Utaingia wewe mwenyewe, utajitayarisha, utaingia mwenyewe, utaingia kwenye gari lako, utapiga start, utaanza safari yako. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mtu anayewajibika maana yake ni yule mtu asiyesubiri maamrisho. Asiyesubiri kusukumwa au kulazimishwa afanye jambo fulani. Ni yeye mwenyewe anakuwa na msukumo wa kufanya jambo fulani bila kusurutishwa, bila kulazimishwa, bila kuambiwa. Huyo ndio mtu anayewajibika. Sasa katika kuwajibika huku ndio pia kuna indicator, viashiria vinne. Sasa tunataka tuanze kwanza na udhaifu. Mtu asiyewajibika tunamjua kwa viashiria vinne au kwa alama 4. Kwamba huyu sio mwajibikaji. Sasa alama hizo ni zipi? Tutakwenda kuzizungumza hapo. Lakini baadaye kama nilivyosema awali, tutatazama pia viashiria vya 4 vya mtu ambaye anawajibika. Lakini tunaanza kwanza na asiyewajibika, udhaifu kwanza. Alafu tutakuja kwenye nguvu sasa, anayewajibika anafanyaje. Kwa hiyo ni mambo 4 haya ya muhimu kweli kweli kuyajua, hususan kwa viongozi, kwa sababu kusema ukweli tunahitaji viongozi wanaowajibika. Kama ni mwenyekiti, basi wajibika kwa majukumu yako ya mwenyekiti. Kama ni makamu mwenyekiti, wajibika kwa nafasi yako kama makamu mwenyekiti. Na kama ni katibu, basi wajibika kwa nafasi yako kama katibu. Na tunajua
Mwenyekiti ana majukumu mengi tu pale. Ukisoma katiba hii inaainisha majukumu takriban kama 14 hivi ya mwenyekiti. Yeye ndo anayesimamia vikao. Yeye ndo anayeshirikiana na katiba kuandaa ajenda. Yeye pia ndo anayefuatilia kulingana na yale makubaliano ya kwenye vikao. Yeye pia ndo anayetakiwa atoe nafasi kwa kila mjumbe. Bila kujali kwamba ana elimu kubwa na elimu ndogo, maana kuna sasa wenyeviti wengine wana shida kidogo. Ikifika mahala pa watu kutoa maoni, basi anachokifanya yeye anatafuta wale wasomi. Profesa unasemaje? Anaongea, akimaliza engineer ulikuwa unasemaje? Na anamaliza anaongea, anaangalia sasa mwingine nani aliyosoma. Kuna dokta unasemaje? Anaongea, akimaliza sasa anakuja anaangalia wale wengine wenye nafasi labda za kijamii. Mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kumbe na yupo. Ulikuwa unasemaje? Sasa baadaye akija sasa mwenzangu mimi yule ambaye labda wa darasa la 4 la 7 anasema, na wewe mzee fulani ulikuwa unataka kusema nini? Sasa hapo manake yule mzee hata kama alikuwa na neno zuri la kusema, namna alipopokelewa na namna kama anavyoamrishwa aseme, inamfanya hata yale mawazo yake mazuri yafanyaje? Yapotee kabisa. Yanapotea na anaweza asiseme chochote kwa sababu hakupokea. Sasa unapokuwa mwenyekiti lazima ujue pia una wajibu huo wa kusikiliza maoni ya kila mtu bila kupendelea, bila kujali elimu, bila kujali chochote. Ili mradi ni mwana halmashauri na ana jambo anataka kusema, mpe nafasi afanyeje? Aseme. Na pia inatakiwa msikilize kila mtu. Hata kama ni mtoto, wewe ndio mwenyekiti, kwa mfano mwenyekiti ngazi ya parokia. Maana yake waamini wote wale wewe ndio unawaunganisha sasa. Kwa hiyo hata kama kitoto kinakuja hapo, kinapiga mwenyekiti, naomba nikwambie neno. Sasa usimpuuze. Simama, msikilize. Kama kuna la kumsaidia, msaidie. Lakini unaposema mtoto ananipotezea muda, wewe kaa pembeni huko unapoteza. Sasa hapo umeondoka kwenye ile sifa ya kuwa kiongozi katika kanisa. Kwa sababu kanisa lina wajibu wa kusikiliza kila mtu na changamoto zake. Sasa nilikuwa nataka kuzungumzia hii kujua udhaifu, yani kujua kiongozi asiye wajibiki. Kama nilivyosema kuna viashiria vinne. Cha kwanza, kuto kujua mambo. Yaani yeye ni mwenyekiti katika jumuiya au makamu mwenyekiti kwenye jumuiya au ni katibu au ni katibu msaidizi au ni mtunza hazina. Lakini sasa ukitaka kujua tu huyu hawajibiki, anza kumuuliza maswali. Muulize tu kwamba hivi mikutano ya halmashauri inatakiwa ifanyike kwenye jumuiya yako kwa mwaka mara ngapi? Sasa asio wajibika kwa sababu asomi hata katiba, pale nini atasema sijui. Muulize swali lingine. Kwamba hivi hapa uwaka wako ngapi? Sasa tunaposema uwaka, ukisema tu hivi neno uwaka inawezekana kule mitaani linaleta shida, mwingine sio Mkatoliki hawezi kujua nini maana hiyo uwaka. Tunasema uwaka, sasa watu gani tena moto unawaka au? Lakini tukisema uwaka tuna maana kwamba wanaume wa Katoliki. Sasa utamuuliza mwenyekiti, kwa kawaida kwenye jumuiya kuna mchanganyiko wa watu, kuna wanaume, kuna watoto, kuna wamama pale, kuna nani. Sasa wewe muulize tu wanauwaka kwako wako wangapi? Atasema sijui. Hiyo ni dalili ya kiongozi asiye wajibika. Manake hayo mambo yote yanapaswa kuyajua kama kiongozi. Lakini utamuuliza swali lingine, hivi WAWATA wako wangapi hapo? Kuna chama cha vyama vya kijinsia hivi. Sasa UWAKA cha wanaume wa Katoliki, WAWATA wanawake wa Katoliki. Sasa utamuuliza tu kwa jumuiya yako WAWATA wako wangapi? Kiongozi asiyowajibika hana hizo hesabu, atasema sijui. Utamuuliza swali lingine, baba askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam huwa anaomba kila mbatizwa achangie shilingi 2,000. Hivi huu mchango anayeomba baba askofu wa 2,000 kila mbatizo kwa ajili ya kazi gani? Kiongozi asiyowajibika atasema sijui. Sasa hapo utaanza kushangaa, baba huyu hata hajui askofu anaomba kila mbatizo atoe 2,000, hata hawezi kuielezea. Kwa sababu pia kama hauwezi kuijua, pia huwezi kufanya nini? Huwezi kuielezea, huwezi kuihamasisha watu watoe kwa sababu wewe mwenyewe haujui. Sasa sasa huyo manake hiyo ni indicator za kuonyesha kwamba huyu kiongozi sio mwenye kuwajibika.
Lakini labda utamuuliza swali lingine tu. Sasa hivi utoto mtakatifu, kuna shirika linaitwa utoto mtakatifu, watoto unao wangapi pale, na waliobatizwa wangapi, na ambao labda wanategemea kupata komunio ya kwanza wangapi? Sijui. Sasa hiyo ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba huyu ni kiongozi asiyewajibika. Kwa sababu kwa mfano ukiwa mwenyekiti kwa mujibu wa katiba ya halmashauri ya wilaya hii, kwa mujibu wa katiba ya halmashauri ya wilaya, ukisha kuwa mwenyekiti, manake moja kwa moja wewe unahusika na kamati ya malezi, familia na afya. Sasa kwenye familia manake si ndio watoto hao? Na pia kuna baba hapo, kuna mama, kuna mtoto, ndio familia hiyo. Malezi manake mara nyingi analenga nani? Watoto. Sasa unapokuwa tena wewe mwenyekiti alafu hujui utoto mtakatifu wako wangapi hapo kwenye jumuiya yako, hujui wako wangapi kwenye kanda yako, hujui wako wangapi kwenye kigango chako, hujui wako wangapi kwenye parokia yako, huo ni mtihani mkubwa sana. Moja kwa moja tunakuweka kwenye kundi la viongozi wasiowajibika. Kwa hiyo indicator ya kwanza ya kumuonyesha kiongozi asiyewajibika ni yule ambaye ana kawaida ya kusema sijui. Sijui. Na ukisoma kwenye maandiko matakatifu sasa, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 aya 7 hadi ya 10, mtu ambaye alikuwa na tabia ya kusema sijui ni yule Kaini. Unajua Kaini, maandiko yanaonyesha kwamba yeye alikuwa mkulima. Alafu ndugu yake Abeli alikuwa yeye mfugaji. Ndio. Walikwenda kutoa sadaka. Sasa sadaka ya Abeli ikakubaliwa. Sadaka ya Kaini ikakataliwa. Kaini akakasirika, akamwambia ndugu yake twende uwandani tukawinde, kumbe ndo anaenda kumfanya nini? Kumuua. Walipofika kule akamuua. Alipomuua baadaye sasa damu ile ikawa inalia mbele za nani? Za Mungu. Mungu anamuuliza Kaini, yuko hapo ndugu yako? Kaini unajua alijibu nini? Sijui. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mimi sijui. Kwa hiyo maana yake angalia sana wewe kiongozi unapoanza kuwa na kauli za sijui. Isije kawa watu hapo mpaka wanakufa kiimani, maana yake watu hawasali, mwenyekiti hajali, ashakufa kiimani huyu. Hatoi zaka, hafanyi shughuli zote za kanisa, na wewe ndio kiongozi wao, huwahamasishi, huwaelekezi. Maana yake sasa na wewe unasindikiza namna yule mtu anafanya nini? Anapokufa kiimani. Sasa utafanana kanisa na nani? Na Kaini ambaye alisema sijui, kwa nini ni mlinzi? Mimi sio mlinzi bwana, mimi sijui. Tena jamaa jeuri kweli, hamna mjini Mungu. Mimi sio mlinzi wake. Ule ni ujeuri. Kwa hiyo hii ni indicator ya kwanza. Lakini kiashiria cha pili cha kuona kwamba huyo mtu hawajibiki, kuwa mtu wa lawama. Lawama. Daima yeye ni mtu wa kulaumu tu. Ukishaona kiongozi Januari mpaka Disemba yeye analaumu tu, maana yake huyo pia sio, hiyo ni kiashiria kwamba huyo kiongozi hawajibiki. Kwa mfano, utasikia anasema watu wanaoongoza wagumu kama mawe, zaka hawatoi. Yaani yeye kazi yake ni kufanya nini? Kulaumu tu, zaka hawatoi. Sasa zaka hawatoi, uliwaelimisha? Uliwahimiza? Uliwaelekeza wakajua umuhimu wa kutoa hiyo zaka? Kama hayo yote hujafanya, sasa wasipotoa unawalaumu nini? Kwa sababu hao watu wewe ndio kiongozi wao, na unapokuwa kiongozi moja kwa moja wewe ni facilitator, mwezeshaji, maana yake unatakiwa wawezeshe wale, wainue wale kwa chini, wahimize wale ambao wanajisahau, wakumbushe, na pengine uombe hata kwa ajili ya watu wagumu hawa ambao hawafanyi hayo. Kwa hiyo sasa utakuta huyu analaumu tu kwamba watu wanaoongoza wagumu hawatoi zaka. Lakini hawa vijana na wanaume mimi siwaelewi kabisa, hawataki kusali. Ushaelekeza, ushaelimisha umuhimu wa sala ni upi? Utakuta wanajumuia wabishi sana, hawataki kujitoa kwa kazi za kanisa. Hata kwenda kufagia kanisani hawataki. Wabishi. Nimechelewa kwenye kikao kwa sababu mvua ilikuwa inafanya nini? Inanyesha. Yaani wewe ni mtu wa anatafuta sababu na lawama. Sasa hicho ni kiashiria cha kiongozi ambaye hafanyi nini? Hawajibiki. Hiyo ni lawama. Na unajua pia ukisoma maandiko matakatifu haya, kitabu kile cha Hesabu sura ya 21, kitabu cha Hesabu. Kuna kitabu kinaitwa Kutoka, Mambo ya Walawi, kuna Hesabu, kuna vitabu kama hivyo vile ambavyo Musa aliandika vile vinavyoitwa kwa ujumla wake Torati. Sasa ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 21 aya 4 hadi ya 9, lawama hizi, manunguniko hayo
yalileta shida kwa wana wa Israeli. Walianza kumlaumu Musa na kumnung'unikia, umetutoa kule Misri, tulikuwa tunakula sije vizuri, tulikuwa tunakula nyama kule, huko jangwani hata maji hamna, kiu. Mungu akakasirika na zile lawama za wale watu wana wa Israeli wale. Alichokifanya yeye, maandiko yanasema alileta nyoka za moto, zikaanza kuwagonga wale, wakaanza kufa. Baada ya hapo akagundua tumefanya makosa, tumelalamika sana, tumelaumu sana, tumenung'unika sana, kwa sababu tumemnung'unikia Musa na tumemnung'unikia nani? Mwenyezi Mungu. Wakamwambia Musa, tuombee msamaha huko. Musa akaenda kuombea msamaha. Mungu akamwambia, tengeneza nyoka ya shaba, iweke juu ya mti, kila mtu akigongwa akitazama anafanya nini? Anapona. Kwa hiyo manake daima, nachotaka kusema hapo, daima kiongozi ukiwa mtu wa lawama na manung'uniko, haukaribishi baraka kwenye hiyo jumuiya wala kanda yako wala parokia yako. Mara nyingi kama kuna changamoto, bora utafute namna ya kufanya nini? Kuzitatua, kuliko kulalamika tu, kulaumu tu, kunung'unika tu, haitusaidii sana. Kiashiria cha tatu ni visingizio. Ukitaka kujua huyo kiongozi hawajibiki, ni yule ambaye daima ana visababu, visingizio. Sikuja kwenye kikao kwa sababu mwenyekiti hakunikumbusha. Wabe, kama tutendaji mko watano. Sasa mwingine analeta kwenye kikao sijafika kwa sababu mwenyekiti hajafanya aje? Hajanikumbusha. Alafu kwenye jumuiya pale parokiani hawakutoa tangazo hilo. Ndio maana sijafanya nini? Sijaja. Au jana bwana nilikuwa kwenye shughuli za harusi, sasa nimerudi nimechelewa. Kisingizio hicho. Au gari, unajua mvua imenyesha. Ndio maana nimechelewa sasa, au ndio maana sijaja kwenye kikao. Sasa ukishaweza kuona kiongozi ambaye ana tabia ya kutoa visingizio mara kwa mara, huyo pia ni dalili kwamba huyo sio mwajibikaji. Sio mwajibikaji kabisa. Lakini lingine, kiashiria cha 4 sasa. Cha 4 hicho sasa. Kusubiri miujiza. Kusubiri miujiza. Yaani kwa mfano umechaguliwa kuwa mtunza hazina. Una wajibu wa kwenda kuwakumbusha watu juu ya habari ya michango. Pengine tunataka tujenge ukuta, kanisa letu halina ukuta, halina fence. Sasa tumeshapangiana labda kila jumuiya ili tujenge ukuta shilingi 200,000. Sasa tangazo limepita kanisani. Huyu mtunza hazina yeye anasema, umeshasikia tangazo kule wataleta. Hajishughulishi, hawakumbushi, hawatembelei. Kwa sababu michango mingine mpaka uende kwa watu ukawagongea, jamani Yesu naona kule tulisikia wenyewe tangazo kule, sasa ndo mchango unatakiwa mwisho tarehe fulani hapa. Lakini amekaa walisikia tangazo wataleta. Wewe baba vipi? Si tarehe zinakaribia, kwani si walisikia wenyewe kule tangazo? Kwa nini hawajaleta sasa? Kwa hiyo huyu ni kiongozi anayesubiri miujiza, manake hajishughulishi, hataki kuhimiza, hataki kukumbusha, hataki kuelekeza. Yeye yupo anangojea tu wamefanya haya, wasipofanya shauri yao. Sasa hiyo pia ni kiashiria cha 4 cha kiongozi ambaye hawajibiki. Mwalimu Kobelo, tumeangalia viashiria 4 vya kiongozi asiyewajibika, na wewe unayetutazama kupitia Tumaini TV, hivi ni viashiria 4 ambavyo vitakuongoza kuona kiongozi huyu anawajibika ama hawajibiki. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakwenda sasa kutazama viashiria 4 vinavyoonyesha kwamba huyu kiongozi sasa anawajibika. Tumerejea mtazamaji mpendo wa Tumaini TV, popote pale unapofuatilia matangazo haya Walei Tuzungumze, ukiwa unatufuatilia kupitia simu yako, kama umepakua application ya Tumaini Media, ama unatufuatilia kupitia YouTube kiandika Tumaini_TV kule YouTube. Sisahau kulike, kucomment na kusubscribe, lakini pia ukiandika maoni yako tutakuja kuyapitia maoni yako kule. Lakini ukibonyeza kwenye ile alama ya kengele,
basi unakuwa wa kwanza mara zote kutazama vipindi mbalimbali kutoka Tumaini Media. Niko na Mwalimu Kobelo hapa, tumeangazia viashiria vinne vya kiongozi ambaye hawajibiki, na sasa tunakwenda kuangalia viashiria vinne vya kiongozi anayewajibika. Mwalimu Kobelo, karibu. Naam. Ni kweli tulikuwa tukitazama hivyo, labda kuna mtu mwingine ndio kwanza anajiunga na sisi hapa. Ndio. Nikumbushe tu, cha kwanza, kiongozi ambaye tunajua hawajibiki ni kutokujua mambo, yaani hajishughulishi kujua mambo. Lakini la pili, kuwa mtu wa lawama, ni mtu ambaye anapenda kulaumu tu. Lakini kingine, yule mwenye tabia kutoa visingizio. Hiki sijafanya kwa sababu hiki, sijafanya kwa sababu hii. Lakini kingine tumesema ni mtu ambaye hajishughulishi, anasubiri tu muujiza. Hivyo ni viashiria ambavyo tumekuwa tukivizungumzia vinavyoonyesha kiongozi asiyewajibika. Sasa kiongozi anayewajibika naye tunampima hivyo hivyo kwa viashiria vinne hivyo hivyo. Hivi vya kwake vikoje? Anayewajibika sasa. Huyo ndo tunaanza kuviangalia sasa. Kutambua hali ulionayo. Ukisha kuwa kiongozi, maanake natakiwa ujue tu kwamba mimi sasa ni kiongozi na hali yangu ni ipi. Labda mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi kwa mara ya kwanza, lakini baadhi ya sala sizijui. Unajitafakari mwenyewe. Yaani hapo sasa ujitambue tu. Yaani ujitambue kwamba kuna kitu katika uongozi wangu sikijui. Pengine sijui hata wajibu zile sijui zimekaa kaaje, kama ni katibu labda nimechaguliwa, wajibu wangu ni upi? Utambue kwanza kwa hali ulionayo. Ukishatambua hali ulionayo, unatafuta sasa suluhisho. Suluhisho ni lipi? Sijui sala fulani, na mimi ni kiongozi, na mimi ndo natakiwa niongoze watu, lazima sasa nijifunze nijue hiyo sala. Sijui wajibu wangu sawa sawa, lazima sasa nitafute nini? Katiba halmashauri ya walei kwamba katibu wajibu wake ni upi? Umeainishwa mle ndani. Umeelezwa. Mwenyekiti wajibu wake ni upi? Umeainishwa, umeelezwa. Kwa hiyo kwanza kiashiria cha kwanza kutambua hali uliokuwa nayo. Mimi ni kiongozi, katika uongozi wangu udhaifu wangu ni kitu fulani. Sijui kitu fulani. Sifahamu kitu fulani. Sasa hapa lazima nitafute namna nijue. Kwa hiyo kutambua hali uliokuwa nayo. Lakini kiashiria cha pili cha kiongozi ambaye anawajibika, kukubali ukweli na kuumiliki. Ukweli ni upi? Ushachaguliwa kuwa mwenyekiti, ndio kweli sasa, ndio mwenyekiti mwenyewe wewe. Sasa kwa sababu ndio mwenyekiti mwenyewe, ndio ushachaguliwa, miliki hiyo nafasi yako uliochaguliwa. Yaani kumiliki manake ni nini? Manake kujua sasa majukumu yako ni yapi. Mimi mwenyekiti majukumu yangu ni yapi? Kuitisha vikao, kusimamia vikao, kufanya hiki na kile na kile. Unamiliki ile position, ile nafasi ambayo umechaguliwa nayo. Sasa wewe mtu akishakuwa na miliki, manake atatimiza majukumu yake vile inavyohitajika. Kwa hiyo kiashiria cha pili cha kiongozi anayewajibika, manake anafahamu nafasi yake, anaimiliki ile nafasi yake aliyochaguliwa, anajua na majukumu yake kulingana na nafasi aliyochaguliwa. Kiashiria hicho cha pili. Kiashiria cha tatu, kutafuta suluhisho. Yaani mara nyingi ukishajua uzoefu uko wapi, manake unatafuta nini? Suluhisho. Kwamba watu hawatoi zaka sababu pengine hawajui. Sababu hawajahamasishwa. Sababu pengine wavivu tu. Sasa natakiwa nifanyeje? Niwakumbushe. Kwa hiyo daima kiongozi mzuri ni yule anayetafuta suluhisho la matatizo yaliyokuwepo kwenye hiyo nafasi, kwenye hiyo jamii anayoongoza. Jamii inayoongoza tatizo lake ni nini? Hawa wachumba sugu wako wengi hapa kwenye hii jumuiya. Suluhisho ni nini? Kuwafuatilia, kuelekeza umuhimu wa sakramenti ya ndoa. Hapa tatizo ni nini? Watu hawasali. Sasa lazima niwatembelee nijue tatizo kwa nini hawasali. Ndio unatafuta suluhisho. Ukishajua tatizo lao ni nini, manake sasa labda kama kulikuwa shida ni muda, naweza akachange hata muda. Limradi tu muhusishe uongozi ngazi ya hierarkia. Naweza kubadilisha hata muda ule wa kusali, lakini lazima mjulishe uongozi ngazi ya, yani baba paroko kwenye ile eneo, ajue tu
jumuiya yetu sisi kwa mazingira yetu watu wanapatikana saa 1 usiku. Kwa jumuiya Kwa hiyo sisi tutakuwa tunasali saa 1 usiku. Tunaomba baba uridhie hii. Yeye atasema si ndio mazingira yenu. Endeleeni. Mradi mambo yaende sawa. Sasa huyo ni kiongozi aliyotafuta nini? Suluhisho. Lakini kiashiria cha 4 cha kujua kwamba huyu ni kiongozi anayewajibika, mpango uliopangwa kuhakikisha unafanya kila njia iliyo sahihi kukamilika. Yaani kwa mfano mpango wenu mnataka sasa tunataka ili bati za kwenye parokia zetu hizi zimechoka hivi. Tunaondoa zote. Tunaweka mpya. Na mpango wetu huu mwezi wa ngapi? wa 3 mpaka mwezi wa 10 tu tumefanyaje? Tumemaliza. Kwa hiyo kiongozi sasa unaona jukumu hilo la kuhimiza, la kukumbusha, la kuwa mstari wa mbele, la kuhakikisha kwamba kile mlichokipanga kinafanya nini? Kinakamilika. Sasa sisi baadaye hapo hata ukija ukimaliza muda wako wa uongozi tunasema naam, huyu baba kweli alikuwa kiongozi hasa. Huyu alikuwa mtunza hazina wa kweli. Huyu aliwajibika kweli kwenye nafasi yake kama kiongozi, katibu msaidizi. Huyu aliwajibika kama katibu. Huyu aliwajibika kama makamu mwenyekiti. Na huyu aliwajibika kama mwenyekiti. Sawa sawa. Kwa nini? Tulichokipanga kimefanyaje? Kimekamilika. Sasa ni mambo manne hayo. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi vitu hivi ni vitu vya muhimu sana vya kuvitazama. Sasa hapa tulikuwa tunazungumzia namna gani umuhimu wa uwajibikaji. Ambapo viashiria vyake tumeviona vile vya udhaifu ni vipi, lakini pia tumeviona vile ambavyo sasa vinavyofanya wewe uonekane umewajibika ni vipi. Sasa kuna mambo mengine ya kuendelea kutazama. Ndio. Hasa katika hizi sifa za viongozi katika kanisa. Na bila kusahau pia kuna jambo lile linalohusu mambo ya utii. Tunapoitazama hii katiba halmashauri ya walei hii, na tunapotazama pia maandiko matakatifu yanazungumzia masuala ya utii. Utii, wakati mwingine utashangaa mimi wana halmashauri baba paroko anaelekeza jambo fulani, lakini baadhi ya watu hawataki kukutii vile alivyoelekeza. Na tunaposoma maandiko haya yanatukumbusha vizuri tu kuhusu habari za utii. Na tunapozungumzia viongozi katika kanisa, maanake tuna aina kuu 2 za viongozi katika kanisa. Ndio. Kuna viongozi wanaitwa ngazi ya hierarkia. Maana yake ni kwamba wale ni viongozi wenye mamlaka katika kanisa. Na hao ukiangalia vizuri miongozo mbalimbali ya kanisa Katoliki inaeleza hao viongozi ngazi ya hierarkia ni wapi na wale viongozi wa halmashauri ni wapi. Kwa sababu aina ya pili ya viongozi ndio hii uongozi wa halmashauri. Halmashauri ya walei. Sio halmashauri za kichungaji, halmashauri ya walei. Hii ni aina ya pili ya uongozi katika kanisa. Na ndio maana kunakuwa na viongozi wale 5 tunaochagua wanaitwa viongozi wa kamati tendaji, lakini pia ndo hao viongozi wa halmashauri ya walei katika ngazi husika. Sasa tunaposema viongozi wa hierarkia, maana yake hao ni wenye mamlaka katika kanisa ambao kwa nafasi zao kuanzia shemasi. Ndio. Mtu anapopata daraja la ushemasi. Yule kikanisa tayari ni kiongozi ngazi ya hierarkia, yani ana mamlaka fulani kwenye kanisa. Lakini mapadri. Mapadri ni viongozi ambao wana mamlaka katika kanisa, hususan baba paroko katika parokia. Yeye ana mamlaka kwenye parokia anayoiongoza. Lakini anayefuatia hapo ni maaskofu. Maaskofu. Baba askofu ni kiongozi ngazi ya hierarkia, manake ndio anayetoa maelekezo, anayetoa mwelekeo wa kanisa liweje, ndio anayetoa miongozo mbalimbali inapotakiwa kwenda hapo. Na ndio mkubwa sasa katika hilo jimbo kwa maana ya mamlaka ya kiuongozi. Lakini sasa kule juu kabisa tuna baba mtakatifu. Kwa hiyo tuna mashemasi, padre, askofu, baba mtakatifu. Hao kwa ujumla wao ndio tunasema uongozi ngazi ya hierarkia. Yaani kwa maneno mengine viongozi wenye mamlaka katika kanisa. Sisi tunaitwa halmashauri. Kwa nini halmashauri? Maanake ni uongozi ushauri. Tunamshauri nani? Kama walei sisi kwenye parokia tunamshauri baba paroko pale.
kwamba hapa ili mambo yaende vizuri tufanye hiki na hiki, tunashauri hiki na hivi na hivi na hivi, na ndio maana inaitwa uongozi wa halmashauri. Sasa sio uongozi kwamba wenyewe ndio wenye mamlaka katika kanisa. Mamlaka katika kanisa hicho ni ngazi nyingine kama nilivyoelezea. Sasa hawa wenye mamlaka katika kanisa wakati mwingine tunawapima kwa umri wao. Tafuta baba paroko labda pale ana miaka 35. Huyu mwenyekiti au katibu au mtunza hazina labda ana miaka 70, 60. Sasa anaona mimi mtii huyu. Mbona huyu mdogo tu? Mwanangu. Huyu mwanangu kabisa huyu. Sasa swala sio mwanao. Katika kanisa yule ndo mkubwa pale. Na ndio maana anaitwa padre. Padre maana yake baba. Sasa anapokuwa baba, hata kama ni kijana, hata kama una miaka 90, hata kama una miaka 100, ukija katika masuala ya kikanisa yule ni nani? Ni baba. Huyo unayemwona yule mdogo. Kwa mamlaka ya kikanisa yeye ni nani? Ni baba. Sasa lazima tuwasikilize wanapotuelekeza, wanapotuongoza, na pia inapaswa tuwe watii kwao. Inapaswa tuwe watii kwao. Kwa nini tuwe watii kwao? Sasa hapa naomba niingie kidogo kwenye neno la Mungu huku tuone namna maandiko matakatifu yanavyotuelekeza juu ya habari za utii kwa hawa waliokuwa juu yetu. Tukisoma waraka wa Paulo mtume waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Wathesalonike, ndio sura ile ya 5, kuna ujumbe pale mzuri kweli, aya ya 12. Maneno ya Mungu yanatuambia hivi: lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Tunataka mtambue wale wanaowasimamia ninyi katika Bwana, wale wanaowafundisha, wale wanaokuonyeni. Sasa sisi tunajua tukija huku wanaotusimamia, wanaotuombea, wanaotuongoza, wanaotuelekeza, wanaotufundisha ni nani jamani? Mapadre. Maanake ndo hao mapadre, maanake ndo baba askofu, maanake ndo huyo baba mtakatifu, maanake ndo hawa mashemasi. Tu wanaotufundisha hao, tena wanasema wanatuombea. Kwa hiyo hao tunapaswa kufanya nini? Kuwatii. Na pengine ni vizuri niongeze andiko lingine hapa. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 13 aya ya 7. Ndio. Pia pale kuna ujumbe mzuri juu ya hao wanaotuongoza. Tufanyeje juu ya hao wanaotuongoza? Nini cha kufanya? Waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 7. Maandiko matakatifu yanasema hivi: na kwa ajili ya kurudiwa. 13:7 ilikuwa kidogo 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu. Ndio. Tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Igeni imani yao. Kwa hiyo anasema tuwakumbuke wale wanaofanya nini? Wanaotuongoza. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakesha kwa ajili yetu. Unajua, paroko kwenye parokia yake ana kazi ya kuwaombea waamini wote anaowaongoza kwenye ile parokia. Na pengine watu hawajui tu, lakini wale wanaamka asubuhi na mapema, wanakuaga na sala hata kabla hajaenda kuongoza ibada ya misa takatifu. Sasa anapokuwa na zile sala za zile anazozifanya, maana yake ni pamoja na kuwaombea waamini wote kwenye parokia yake. Kwa hiyo amebeba mzigo mkubwa wa kuombea kila muamini, kuanzia aliye mdogo mpaka aliye kikongwe kabisa. Lakini pia hawa ndio wanayetupa huduma za sakramenti. Ndio. Sakramenti mbalimbali za kitubio, za ndoa, za bibi. Hawa ndio wanayetuhudumia eneo hilo. Lakini hawa ndio wanayetulisha neno la Mungu, wanayefanya homilia, wanayetoa mafundisho, katekesi juu ya imani yetu na nini. Ni hao, na wanakesha kwa ajili hiyo. Sasa inatakiwa tufanye nini? Manake tuwatii hao, lakini pia tuige, tuchunguze, tuige ile imani yao, namna ambavyo yale mambo mazuri wanayotuelekeza, yale mambo mazuri walioyafanya, yale mambo mazuri ambayo tunapaswa kuyatenda. Ndivyo ambavyo tunapoambiwa kwenye maandiko haya. Kwa hiyo tunapaswa kuwa watii. Utii namba 1 kwa Mwenyezi Mungu.
Lakini utii namba 2 kwa viongozi hawa wa kanisa wanayetusimamia, wanayetuongoza, wanayetulisha neno, wanayetupa huduma mbalimbali za sakramenti. Kwa hiyo ndivyo ambavyo maandiko yanavyosema. Sasa haijalishi kama nilivyosema awali, haijalishi kwamba huyo sasa labda wewe unamuona ana umri mdogo kuliko wewe, lakini yeye kwa nafasi yake ni baba. Na haijalishi wewe una elimu labda sijui umesoma au na degree zako si ngapi huko, sijui profesa, si nani. Profesa sawa, lakini hapa tuko wapi sasa? Kwa baba. Tuko kwenye mambo ya imani. Kama tuko kwenye mambo ya imani, padre ndio baba huyo, ndio wa kumsikiliza huyo, ndio wa kumtii huyo, ndio aliye juu yetu. Sasa hapo nazungumzia masuala ya utii, lakini kuna sehemu nyingine tunasema unyenyekevu. Sasa unyenyekevu maana yake kuanzia aliyekuwa juu yako mpaka aliyekuwa chini yako. Kwa nini? Maana yake kama hauwe mnyenyekevu hata kwa wale unaowaongoza, itakuwa ni shida kufuata vile unavyoelekeza. Kwa hiyo unatakiwa uwe mnyenyekevu hata kama ni mtoto. Ndio ile niliyosema mwanzoni kwamba wewe ndio mwenyekiti au wewe ndio makamu mwenyekiti au ndio katibu. Mtoto huko kakusimamisha, anataka akuambie jambo. Sasa lazima uonyeshe unyenyekevu, simama, usikilize. Onyesha hiyo hali ya unyenyekevu. Sasa unyenyekevu wenyewe huko kwa wakubwa mpaka kwa nani? Kwa wadogo. Lakini utii manake kwa wale walio juu yako, waliokuwa juu yako wanapaswa wafanyaje? Umtii. Hawa waliokuwa chini yako inapaswa ufanye unyenyekevu, lakini pia uwe na upendo kwao. Usionyeshe kwamba ni mtu wa jaziba, kukemea, hawatakusikiliza. Ukiwa mkali sana pia watu watakuwa hawakupi ushirikiano. Kabisa. Kwa sababu wanaona muda wote unawakaribia. Waonyeshi upendo, waonyeshi unyenyekevu wa Kristo. Kwa sababu unyenyekevu tutajifunza kwa Yesu mwenyewe. Ndio. Ukisoma waraka wa Paulo mtume kwa Filipi sura ya 2, Kristo alijinyenyekeza akawa mtii. Na akawa mtii mpaka mauti ya nini? Ya msalaba. Ukisoma wa Filipi ile sura ya 2 aya ya 4 mpaka ya 11 huko. Utakutana na habari hiyo. Kristo mwenyewe alikubali kufanya nini? Kujinyenyekeza. Akakubali kuwa mtii. Akakubali kufa kifo cha aibu pale msalabani. Lengo na madhumuni kufanya nini? Kutuokoa sisi. Alikuwa hajiokoi yeye, alikuwa anatuokoa sisi. Kwa hiyo kama ni swala la unyenyekevu, basi tunajifunza kwa nani? Kwa Kristo mwenyewe. Swala la utii tunajifunza kwa Kristo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa watii kwa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kuwa watii kwa wakubwa anayetuongoza, tunapaswa kuwa wanyenyekevu, tunapaswa kuwa na upendo kwa wote. Upendo ni kwa wote kabisa. Unyenyekevu ni kwa wote kabisa. Haya ni mambo ambayo msingi kabisa ambayo ni vyema kukumbushana siku ya leo. Sasa ningependa nimalizie hizi sifa zingine chache ndio za kiongozi. Unajua tunaposema kiongozi katika zipo sifa nyingi. Sasa kuzisema ni sehemu moja. Lakini tunapozisema hivi lengo letu pia watu wanayotuongoza basi wazingatie haya. Ndio. Ya kwanza. Amba kiongozi akifanya anaweza kufanya kazi vizuri sana. Kama atakwenda kuyashika haya tunajaribu kukumbushana hapa. Atafanya vizuri sana. Kuwa mtu mwenye maono. Kiongozi anapaswa kuwa mtu mwenye vision, mwenye maono. Asibaki pale tu. Kila siku yuko pale. Mfano kwenye jumuiya. Kuna kiti kimenunuliwa miaka 6 iliyopita. Kimeanza kupasuka huko sasa. Hata ukikaa hapo unaweza ukae vizuri. Utafanya nini? Utadondoka. Sasa unapokuwa mwenyekiti lazima uone kwamba hiki kiti hiki hata kabla hakijaanza kuangusha watu kuna umuhimu wa kutafuta kingine. Maana yake lazima uone mbele. Uwe na maono ya mbele. Pengine kanisani hapa. Kwenye makanisa yetu hapa unaona kabisa jengo limechakaa, ukuta umechoka, milango imechoka, madirisha yamechoka. Au kikanisa ni kidogo, kilijengwa miaka 30 iliyopita, 40 iliyopita, watu wanazidi kuongezeka. Hasa kiongozi mwenye maono manake lazima hapo atalenga swala la kupanua nini? Kanisa. Au swala la kukarabati kwamba mlango tusingoje mpaka uanguke kabisa. Tuanze kuutengeneza sasa, mpya. Tutafute mpya, tuweke mpya.
Huyo ndio kiongozi ambaye ana nini? Ana maono, kuona vitu vya baadaye, miaka 10 baadaye hali ya kanisa itakuwaje, hali ya waumini itakuwaje, miaka 20 baadaye hali ya kanisa itakuwaje, hali ya waumini itakuwaje. Kwa hiyo lazima uone huko mbele, na manake ni kiongozi lazima awe na nini? Na maono. Lakini kingine ambacho kina umuhimu sana, kuwa mkweli. Ukweli kwa kiongozi. Kiongozi ukiwa mkweli inakusaidia. Kwa mfano, mmepangiana jukumu la kujenga, mimi napenda kutumia sana kujenga fence, ukuta ule wa kanisa, uzio. Sasa kila jumuiya labda mmepangiwa shilingi 500,000. Ndio. Mfano, jumuiya ziko labda 10, kila jumuiya 500,000 au 200,000 au 100,000 ili tujenge uzio. Wewe unawajua wanajumuiya wako walivyo. Pengine jumuiya ile imebeba wazee tu wamechoka, wengine wamesha staff pale, wengine wagonjwa. Swala la kupata 200,000 pale ni mtihani mkubwa. Swala la kupata 500,000 pale ni jambo ambalo wewe unalijua kabisa hili haliwezekani. Sasa kilichokuwa kinatokea ni nini? Kwenye kikao kile cha halmashauri pale, waambie wana halmashauri wenzako ukweli. Kwamba kwa kweli mmepanga 500,000 lakini kwangu mimi pale ile jambo ni kubwa sana. Labda tungefanya angalau 200,000 hivi, hiyo ningepambana, lakini 500,000 hiyo ninavyojua mimi wanajumuiya wangu siwezi. Lakini pale unakubali vizuri, sawa. Tarehe za mwisho, deadline mmeshaweka, tarehe ya mwisho ya kutoa mchango mmeshaipanga vizuri, na wewe umekubali. Siku inafika, bwana bado hatujapata bwana, tutapambana tu, tutaleta bado. Unawatia moyo wakati unajua haiwezekani. Yaani kwenye halmashauri kwenye kikao huko unawaambia wenzako tutapambana, tutaleta, lakini moyoni mwako unajua kabisa hilo jambo alifanya nini? Haliwezekani. Sasa pale si sawa. Bora ungesema, watu wangetafuta namna ya kufanya nini? Ya kukusaidia. Pengine kuna watu wangejitokeza, wangeziba nini? Wangeziba hiyo nafasi ambayo inakuwa bado haijafanyika. Kwa hiyo ukweli. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alisema, ukisoma Injili ya Yohana sura ya 8 aya 31 hadi 32, anasema ukweli utawaweka huru. Kwa hiyo wakati mwingine tukiwa wa kweli inatusaidia mambo mengine kuwa rahisi zaidi kuliko tukificha mambo. Tunapoficha mambo, vitu vingi vinakuwa haviendi. Mwalimu Kobelo, tunatamani sana kuendelea na mada hii, mada kuu, kanzi ya uongozi. Naamini kwa mafundisho haya ambayo umetupatia walau tunapata kitu sasa, na tunatarajia chaguzi zitakuwa nzuri na tutapata viongozi wa wajibikaji. Basi kabla ya kuhitimisha kipindi hiki, ni kualike utufungie kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu mwenye baraka. Amen. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo safi wa Bikira Maria, utuombee. Moyo safi wa Bikira Maria, utuombee. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msifu Yesu Kristo milele. Amina. Asante sana Mwalimu Eleutheri Kobelo, tulikuwa naye kutoka kamati ya uinjilishaji halmashauri ya walei jimbo kuu la Dar es Salaam, na mimi ni Bruno Bomola. Shukrani kwa timu nzima ambayo imefanikisha kuruka kwa kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Tunaamini mtazamaji, kuna mengi ambayo umejifunza. Tukutane kipindi kijacho.